Leo nimefurahi kuona mabati, leo nimefurahi kuona matengi, alafu leo nimefurahi kwa sababu nimegusa familia yote, nimegusa wamama, nimegusa wazee, kwa hiyo leo nimefurahi. Kina mama anagusa maisha ya Wanaselela. Kwa hiyo niwapongeze sana vijana na wazao wa Monduli ambao wameamua kupambana kwa ajili ya kutuondoa katika nyakati ngumu tulizokuwa tunazipitia. Kweli Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, Mungu akubariki. Umoja mnatuonyesha hapa Selela inatufundisha kwamba Monduli pia tuendelee na umoja huu kwa kuleta maendeleo. Mwaka huu na miaka yake ya utumishi katika nafasi ya udiwani sio kipindi cha maneno, ni kipindi cha utekelezaji. Kwenda kumgusa mama wa kule chini kabisa, ni kweli amegusa maisha ya mwanamke ambaye ana uhitaji. Yaani ni mapema sana, mapema mno. Kisiki ameshaanza kujibu zile ahadi zake, ameshaanza tayari. Matengi hayo, mabati nasikia hapo, nara wale ndasari mwagura yeye haji araga ha no denja divagare. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Shirika lisilo la kiserikali la Maasai Sovereign Solar kwa kushirikiana na Vijana Assembly limekabidhi mabati 752 kwa kaya 50, miche ya miti 1000 pamoja na matangi ya kuvunia maji 25 kwa wananchi wa kata ya Selela wilayani Monduli. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkurugenzi wa shirika la Maasai Sovereign Solar ambaye pia ni diwani wa kata ya Selela, Mheshimiwa Kiswa Mwitiko, amesema kuwa ugawaji huo wa mabati haujaanza pekee mwaka huu, kwani hata mwaka jana walifanya zoezi kama hilo katika kata ya Silale, lengo likiwa ni kuboresha makazi ya wananchi. Amesema kuwa shirika hilo limejikita zaidi katika kuwawezesha kina mama kiuchumi na kuboresha maisha ya jamii kwa ujumla. Gloriana Kimati ni mkuu wa wilaya ya Monduli ambaye ndiye mgeni rasmi katika kukabidhi msaada huo. Amesema wananchi waliopokea mabati hayo wanatarajia kuyatumia kuboresha makazi yao na kuwasihi wasiyaweke mabati hayo ndani bila matumizi, bali wayatumie kuwezeka nyumba zao ili kuboresha hali ya maisha yao. Mbali na hilo, amewataka pia wananchi waliopata matangi ya kuvuna maji kuyatunza vizuri ili yawasaidia hasa katika kipindi cha kiangazi. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano maarufu Kadogo ameyapongeza mashirika hayo kwa kuwajali wananchi wa Selela, hususan katika kuboresha upatikanaji wa maji, na kusema uwepo wa diplomasia nchini umechangia mashirika yasiyo ya kiserikali kupata nafasi ya kugusa na kuboresha maisha ya wananchi. Mbayani Tayaini, mkurugenzi wa Vijana Assembly, amesema tukio hilo lina lengo maalum la kusaidia vijiji viwili ambavyo ni Selela na Mbashi, lakini pia ameongeza kuwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita shirika hilo tayari limeshagawa matangi ya maji zaidi ya 500 ndani ya wilaya ya Monduli. Wakizungumza wananchi na wanufaika wa msaada huo, hasa wanawake, wamesema msaada huo utadumu kizazi hadi kizazi, kwani umegusa maisha ya watoto wao, vijana na wazee, hasa juu ya uboreshaji wa makazi. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. 752 kia ugara wa Selela zinakwenda kwa kaya zile ambazo tunaona wanahitaji kuishi kwenye nyumba za bati, lakini hawana uwezo wa kupata hizo nyumba. Niweke kumbukumbu nyingine sawa, hizi tanki zinaenda kwenye nyumba za watu ambao wamekwisha pata nyumba za bati, wale na hata kuchangia hawa matanki kwa Mbayani. Kwa hiyo ni watu wanaojiweza kidogo. Kwa hiyo Mbayani uelewe kwamba watu kaya 50 wanazokwenda kupata bati leo hawajapata matanki. Mheshimiwa DC na Mheshimiwa Mbunge, sisi kama Maasai Stove tunafanya mambo mengi, ikiwemo kikubwa kuwawezesha kina mama kiuchumi. Katika Jesi halmashauri wilaya ya Monduli tuna vikundi zaidi ya 50 tulizokwisha zisaidia kupata ujuzi wa vikoba na kuwawezesha mitaji kufanya biashara. Na hapa Selela nadhani tuna vikundi zaidi ya ngapi? Zaidi ya 8. Tutaendelea kupambana kwa sababu tunaamini katika kuwawezesha kina mama kiuchumi. Lakini pale na hili bado tunawasaidia kupata majiko safi na salama kwa ajili ya kutumia kuni chache, lakini kutoa moshi nje. Lakini kama hilo haitoshi, Mheshimiwa DC na Mheshimiwa Mbunge,
tunawasaidia pia kupata sola kwa ajili ya kupata mwanga na kuchaji simu zao badala ya kutembelea sehemu zenye umeme. Ndugu zangu, serikali yetu imetengeneza mazingira rafiki ambayo leo hii yamesababisha wadau wa maendeleo kuweza kushirikiana nasi katika kuwaletea wananchi wa wilaya ya Monduli, mkiwemo wananchi wa Selela, maendeleo chanya. Maendeleo haya yatakwenda kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Kama tulivyosikia kwenye taarifa ya mradi huu, kuna ugawaji wa mabati 750 ambayo mabati haya yatakwenda kugaiwa kwenye kaya 50, lakini vile vile yatakwenda kugaiwa kwenye shule shikizi, shule ya Ranchi. Wananchi ambao watagaiwa mabati haya watakwenda kuboresha maisha yao. Niseme tu, mabati haya yatakayogaiwa leo sio kwa ajili ya kwenda kuyaweka ndani. Lazima niwaambie ukweli. Kuna watu wengine baada ya kupewa haya mabati wanaweza wakaingia vishawishi wakaenda kuyauza ili wapate fedha ya kufanya mambo mengine. Na waombeni ndugu zanguni, tuwe waaminifu. Mabati haya tuliopewa ni kwa ajili ya kwenda kupaua nyumba ili tuweze kuwa na maisha bora. Sambamba na hilo, matenki 25 ambayo tutaenda kuyagawa. Wananchi ambao wanapewa haya matenki waende wakayatunze ili yaweze kutusaidia kuhifadhi maji kipindi cha mvua, ili yaweze kutusaidia wakati wa kiangazi. Nina furaha sana kuona matenki 25. Na furaha sana kuona mabati 750. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais kwa kutoa nafasi ya kidiplomasia ambayo imepelekea wadau wengi wa maendeleo sasa wanaweza kukaa chini na kuandika maandiko na kwenda kwa wahisani. Diplomasia ikiwa nzuri na wahisani nao wanakuwa rahisi kuwawezesha mashirika haya ambayo leo mnaona jinsi gani wanaendelea kujitokeza kwa wingi kuwasaidia wananchi wetu. Kwa hiyo kipekee na mimi kama mbunge niwashukuru sana wadau, lakini nikishukuru chama changu kwa kuweka uwazi na kutoa diplomasia ambayo leo inawezesha kina Mbayani kufanya kazi kwa uhuru na kwa kujiamini. Leo ni siku muhimu sana kwa sababu tumekusanyika mahali hapa, na nishukuru sana wananchi wa Selela. Niwashukuru sana wakazi wa Selela kwa kutukaribisha sana hapa. Nawashukuru kwa zawadi, lakini pia kwa mapokezi mazuri. Na kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, naomba tu niseme kwa ufupi sana kwamba tumekuwa tukifanya haya au leo hii tunatoa tenki 25 hapa kunufaisha vijiji viwili, kijiji cha Imbashi na kijiji cha Selela. Lakini hii ni mwanzo. Lakini kwa ujumla mpaka sasa kwa kipindi cha mwaka mmoja au miaka miwili tumekusha toa zaidi ya tenki 500 katika wilaya hii ya Monduli. Na tunapofanya haya, mafanikio ambayo tunayapata ni kutokana na ubora na uimara wa sera safi ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nataka nitangulize hilo kwamba ni kutokana na sera safi ya serikali ndio maana sisi kama wadau wa maendeleo tunaweza kufika katika kila kijiji, katika kila eneo na kushirikiana na wadau wengine pamoja na wanufaika kwa ajili ya kutafuta namna ya kuboresha maisha ya watu wetu. Mimi ni mama kutoka Mbashi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Kisioki, mwenyekiti wa halmashauri. Ametujali sisi wa mama ambaye tunaishi kwenye mazingira magumu, ambaye hatuna hata uwezo wa kufikia wa kupata hizi mabati, na hatupati kwa sasa hivi, kwa ukame tulioko sasa hivi hatupati majani. Kwa hiyo tuko kwa mwenye mazingira ambaye unashindwa utawezeka nini nyumba
lakini Kisioki ametuokoa, ametufunika kama mwenyekiti wetu. Tunamshukuru sana mheshimiwa wetu wa halmashauri. Kwa jina naitwa Tata Lekine. Leo nimefurahi kuona mabati, leo nimefurahi kuona matengi, alafu leo nimefurahi kwa sababu nimegusa familia yote, nimegusa wamama, nimegusa wazee. Kwa hiyo leo nimefurahi. Naona kwamba mimi niko na wananchi wa Selela wote tuko vizuri kwa sababu tumepokea tengi 25, tumepokea na mabati 75. Kwa hiyo leo nafurahi. Tuliona wale shirika ambayo liletea. Mungu asaidie, Mungu abarikie, Mungu ajazie.